Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Leo bwana, nimepata message nyingi, hasa kwa jamaa zangu, ndugu zangu, rafiki zangu walio Omani. Message zenu nimezipata kwa wingi, zilizokuja kwa care off, zilizokuja moja kwa moja, lakini zote nimezipata. Salamu zenu nimezipata, nashukuru, nimezipata na nawashukuru, nazifanyia kazi. Yes, mnaelewa nini mmeniambia. Lakini zote zimekuja kutokana na kauli iliyotoka kwa Donald Trump jana, baada ya kuulizwa kuwa vipi kuhusu Hormuz. Manake inaonekana Irani tayari wana mazungumzo na Omani ya kuendesha mlango wa Hormuz. Akasema Hormuz haiwezi kudhibitiwa na yoyote, na hata kama Omani watajiingiza kutaka kuidhibiti Hormuz wao na Irani, wanafahamu kuwa tutawa blow up, tutawashambulia, tutawalipua. Hilo wanalijua. Inakwenda kuleta maswali, si tu kuwa kwa sababu Omani si mshirika wa moja kwa moja wa Marekani, yani ile kama ilivyo UAE kama, lakini ni mshirika, ila sio wa moja kwa moja. Isipokuwa Omani ni nchi ambayo ni mshirika wa mjomba wake Marekani, Uingereza. Uingereza ni mjomba wake na Marekani, au bosi wake wa zamani, au vyovyote itavyokuwa. Muingereza ndio ana uhusiano wa moja kwa moja na Omani. Na hata nadharia, kuna wakati na wasikiliza wachambuzi wanasema kuwa Omani ina kambi za kijeshi za Marekani, Omani ina kambi za kijeshi za Uingereza ambazo hutumiwa pia na baadhi ya vikosi kama Marekani labda, lakini kambi zilizopo Omani ni kambi za Uingereza, sio za Marekani. Sio za Marekani. Ndio iko hivyo. Sasa wasiwasi umezidi na kila sehemu imekuwa kwenye sijui nini. Sasa kuna watu wamenifuata wakaniambia, lakini Rahby uliongea hili swala. Niliongea na nitarudi kuwakumbusha tena katika nadharia hii, na nitazungumza hili tu katika mazungumzo yangu ya mchana. Tishio la Donald Trump kuishambulia Oman, nadhani nitalizungumza hili kadri nitavyojaliwa kulieleza kwa kina. Hili swala nilishawaambia wa Omani, nilishawaambia muda mrefu kuwa nyinyi ndio next. Hilo mlielewe, nyinyi ndio next, kwa sababu kuna ile nadharia ambayo inaonekana kama ukizichukua nchi mfano za GCC. Zile nchi za GCC toa moja, katika zile nchi zote 6 utagundua kuwa Omani bado hajafungamana na wote. Amebaki kuwa Omani. Niliwaambia itakuwa hivi, hata kama kutafikia makubaliano kati ya Irani na Marekani ambayo kwa sasa yako mbali sana, hakuna uwezekano wa makubaliano yoyote katika kipindi hiki, angalau cha wiki 2. Itakuwa kuna maigizo tu. Bado sijaona rasimu yoyote ya maana ya pande zote mbili ambayo huenda ikatoa majibu au ikamaliza vita. Mimi sijaiona. Ndio maana niliwaambia wiki jana kuwa kuna uongo mwingi unatengenezwa na vyombo vya habari, lakini kiuhalisia hakuna hapo walipofikia wanachotuambia. Bado wako mbali sana, lakini tunazungumza leo. Sasa muda umepita, mwisho wao wenyewe wanaanza kusema kuwa bana, mambo bado, kuna hiki hatujakubaliana, hili wametuletea hili. Trump anaongea na vyombo vya habari kuwa bado Irani hawajatupa kile, wakati anaongea nao kipindi cha nyuma kuwa tayari kila kitu, mambo yako mazuri, tumefikia pazuri. Alikuwa amezungumza na nani? Alikuwa kazungumza na nani? Alikuwa akipumbaza watu. Ndio iko hivyo. Nilishasema hata kama kutafikia makubaliano leo kati ya Marekani na Irani kwa njia yoyote, yawe ya amani kwa ushindi wa Marekani, yawe ya amani kwa ushindi wa Irani,
bado Omani itakuwa ni, naweza nikasema nini, itakuwa ni checkpoint au nini, yani kwa sababu Omani haitoachwa kwa majibu yoyote kwa kumalizika vita kwa staili zote. Siwatishi, lakini nawapa nadharia iliyo hai na iko wazi kwa watu wa Omani. Hili mliweke akilini. Ashinde vita Irani, Omani itafuatiliwa. Ashinde vita Marekani, Omani itafuatiliwa. Na itafuatiliwa kwa sababu gani? Nilisema hawa wote majirani walio karibu na Irani, mfano wote waliomzunguka Irani, ukitoa Afghanistani, wengine wote ni washirika wa Marekani waliopakana na Iran. Wote ukimtoa Afghanistan, wote Pakistani, Turkmenistan, uje sijui kule Azerbaijan, uje Armenia, uje sijui sasa hao Arabu huku, kuna Iraki, sijui kuna yani Uturuki, sijui kuna, hawa wote ni washirika wa Marekani. Mtoe nani? Mtoe Afghanistan kwenye nchi zilizo share border mainland, mtoe Afghanistan. Ukija nchi zinao share bahari kwa upande wa pili ni Omani peke yake, tena katika kijieneo kidogo cha Musandam ndio kinaenda kuconnect Hormuz, ni hicho kijieneo. Yani kuna wakati hesabu zao wanazipiga ima wafanye mawili, yani kuna kitu huenda kikaja kikatokea katika hivi. Wekeni Mungu, yani muda utakuja kutupa majibu na Mwenyezi Mungu akitupa uhai. Ima UAE kwa kushirikiana na Israeli wataichukua Musandam, iwe occupied eneo ambao wataanzisha ugomvi na Omani, kwa sababu ugomvi wa Israeli, ugomvi wa UAE utaungwa mkono na Israeli, utasapotiwa na Israeli na Marekani kuhakikisha kuwa wanalidhibiti eneo la Musandam. Umeelewa? Yani watalichukua eneo la Omani la Musandam, eneo ambalo ndio ambalo liko upande wa Hormuz. Sahihi. Au itokee Irani amue aichukue Imarati kama alivyofanya Urusi na Ukraine, chukua hili eneo ili aamini kuwa Hormuz nitaidhibiti kushoto na kulia. Hapa yani hapa uchokozi wote wa Omani unaweza usihusu sana miji kama ya Maskati, kama Salala ndio mbali zaidi, kama miji mingine huko yote isigusike kwa njia yoyote, ila uchokozi mkubwa ambao utaigusa Omani utahusu hapa kwenye lango la Hormuz. Kama Irani atapewa ushindi huu anaoutaka hivi sasa, kwa kupewa kile ambacho anakitaka hivi sasa, maana yake kuwa, niliwaambia hawa wakiondoka watarudi na vita mpya, sio tena ya makombora na nyuklia. Vita mpya ni ya udhibiti wa Hormuz. Wazungu, Marekani hawatokuwa radhi kwa Irani kuimiliki Hormuz, hawatokuwa radhi. Sasa unairudisha vipi Hormuz? Katika njia moja. Kuirudisha Hormuz ni lazima ushirikiane na Oman. Ima Omani ichague kuwa adui wa Irani, kuwa kama UAE, au Omani ichague kwenda upande wa Irani iwe na uadui wa upande wa pili. Mmeona kinachokwenda kutokea? Hii ndio sababu Trump anasema tutaishambulia. Yani ikiwa Omani itahusika, tutaishambulia. Omani haiwezi ikaachwa salama. Niliongea na nyinyi kama mwezi mmoja au wiki 3 zilizopita kulieleza hili kwa nadharia yangu, na nikawaambia hivi, wa Omani jiandaeni na kitu kimoja. Na leo naongea zaidi na Omani. Jiandaeni na kitu kimoja. Wale ambao wamekuwa na uhusiano wa moja kwa moja na UAE, wanafanya kazi au wanafanya biashara baina ya pande za mbili huku na huku, tafsiri inayokuja hivi sasa ya Oman na UAE ni tafsiri ya uadui, kwa sababu tayari UAE anamuona Irani ni adui aliye wazi, yani adui yake kabisa aliye wazi, ndio anavyomuona. Nani? Irani anamuona UAE ni adui yake aliye wazi. UAE anamuona Irani ni adui wa wazi. Sasa UAE anamuona Omani wapi? Anamuona Omani kama mshirika wake na ni ndugu, wanasema nchi dada, kama vile anavyoiona kama labda Bahrain, Kuwait, kwa sisi ni GCC wote. Lakini wakati anaona kuwa huyu ndugu yangu, yeye mbona ana uhusiano na adui yangu?
na Omani ataitazama UAE katika nadharia hiyo hiyo, kwa sababu UAE lazima aanzishe chokochoko na Omani. Lazima. Ni swala la muda tu, lazima. Tena kwa kuchochewa na Israeli atamfundisha UAE kuwa Omani ni adui yako, na still nadhani kisha anza baada ya huu mzozo kumalizika kwa njia zozote, kwa vita, kwa makaratasi, kwa amani, kwa vyovyote, kwa makubaliano, kwa kila kitu, vyovyote vile watavyomaliza, lazima utaratibu mpya kati ya uhusiano wa UAE na Omani utarekebishwa. Ile swala la kusema kuwa, niliwaambia kwanza GCC itavunjika na atakayevunja ni UAE, hilo liko wazi. Ni swala la muda, itafika na namba itafanya kazi. GCC itavunjika, nguvu ya GCC itapotea. Sasa kama GCC itaondoka, ule uhusiano wa kusema kuwa raia wote wa GCC wanaweza wakaingia kwenye nchi za GCC wakafanya wanavyoweza, yani Gulf States. Yani leo ukiwa Muomani kwenda upande wa pili wa UAE huhitaji lolote, yani hata stamp huhitaji. Unahitaji kuwa ID yako tu, ile GCC ID yangu tu, nikionyesha hii hapa navuka boda, narudi, nafanya, naishi muda wowote na utaka, naweza nikakaa kule maisha yangu nikafanya, hata kuingiliana tunaoana na, yani iko hivyo nchi zote za GCC. Hii ni swala la muda tu, halitoendelea kuwepo hapo mbeleni, na si muda mrefu sana. Kwa namna yoyote vita itavomalizika, katika njia zote vita itavomalizika, hili haliwezi kubaki kama lilivyokuwa awali. Hili ni lazima wa Omani mlijue, ni lazima. Sasa Omani wanasema kuwa haiwezekani kuwa wao, moja aliniambia kuwa si ni nchi ambayo imeombewa dua na Rasul. Exactly, kweli. Prophet peace be upon him aliombea dua nchi ya Omani, na hii aliombea katika historia inaonyesha aliandika barua wakati ule yeye amekuwa mtume. Kwa hiyo alikuwa akiziandikia nchi barua kuwajulisha kuwa yeye ni mtume na watu wanapaswa kumwabudu Mungu mmoja. Alikuwa akiwapelekea barua anawapelekea. Moja ya barua ndio iliyokwenda kwa mfalme wa Misri wakati wa Mqayqis, nadhani ndio ilikwenda ile barua, akamzawadia vitu, akiwepo na mke wake ambaye alimzaa mtoto. Yani unajua Prophet peace be upon him alizaa na Khadija peke yake watoto wote, kasoro Ibrahim Abu Khalil, kasoro mtoto wake Ibrahim alimzaa na mwanamke kutoka Misri, alikuwa anaitwa Maria al-Kipti. Huyu alipewa zawadi baada ya kujibiwa barua yake na Mqayqis. Kwa hiyo alipewa zawadi kutoka Misri, mwanamke pekee aliyezaa naye tofauti na Bi Khadija. Sasa wakati huu hizo barua zinakwenda, kuna barua ilikwenda Omani, ufalme wa Omani. Ufalme wa Omani hawakukomplaini, hawakuhoji. Baada ya andiko kwenda, wakajibu kuwa tumekuamini na tumekukubali. Kwa hiyo Prophet peace be upon him akawaombea dua wa Omani kuwa mtaishi kwa amani katika kipindi chenu na maisha yenu yote. Hiyo ndio wanachokizungumza Omani, kwa sisi tuliombewa dua na Prophet peace be upon him. It's okay kwa hilo. Tuko kwenye dunia nyingine, yani hayo maneno ya mtume ni sahihi na kila kitu. Ukiangalia kwenye Qurani kuna aya nimenitoka, nasema ja'al hadha albalad amina, Mwenyezi Mungu jalia hii nchi iwe na amani. Ile aya ilikuwa inazungumzia nadhani Saudi Arabia, kuijalia kuwa nchi yenye amani na kila kitu. Lakini juzi tumeshuhudia Saudi Arabia, na si hapo tu, vita zimekuwa, fitna kubwa sana imekuwa, vitendo vya walimwengu ndio vinavyosababisha haya mambo yatokee. Maana Saudi Arabia tumeona imeshambuliwa pia, na yenyewe imejiingiza kwenye fitna kubwa ambayo, kwa hiyo tayari nchi zilishakiuka makubaliano na ahadi ambazo walikubaliana na Prophet peace be upon him, kwa sababu hata ukirudi kwenye ahadi zao nchi nyingi kuwa labda zisingeshirikiana na jamii nyingine kwa ajili ya kuangamiza jamii zao na imani zao, labda zingebaki kuwa salama. Huenda wanasema Mungu hawezi kuwaletea kiongozi dhalili, kwanza mnaanza nyinyi. Yani mkisha toka kwenye mstari wake na hesabu yake atawaletea kitu kama hicho. Sasa swala la Omani kushambuliwa, Trump na kutishia kwake ni kuilazimisha Omani ichague upande, na inalazimishwa Omani ichague upande hasa ule wa Marekani. Ukiondoa kile ambacho Donald Trump amekizungumza juzi kuhusu nchi kujiunga na upande wa pili, yani nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu zijiunge na mkataba wa Abraham ambao Pakistan wamejibu kuwa hatutaki.
wamejibu Saudi Arabia kuwa hatutofanya hilo. Yani hao wamejibu katika hiyo nadharia. So hii yote ni katika harakati zinazosukumwa muendelezo wa haya. Kile kinachoendelea hivi sasa kwenye mlango wa bahari ya Hormuz na Bandar al-Abbas na kile kilichofanywa Jumatatu na kilichofanyika jana ni violation of ceasefire, yani ni uvunjifu wa, kwa sababu Marekani kashambulia, Iran kashambulia kambi za kijeshi za Marekani jana. Marekani kashambulia Jumatatu na jana pia wameshambuliana. It means kuwa ile ceasefire wote wanalazimisha kusema kuwa we are still on ceasefire, lakini vitendo haviashirii kuwa wako on ceasefire. Yani kuwa wao wanatulazimisha kuamini kuwa wapo kwenye usitishaji, lakini vitendo haviashirii. Alikuwa anazungumza yule Akhrizade, mmoja wa majenerali wa Irani juzi, anasema kuwa hatupo karibu kabisa na kuelekea kwenye vita, na yote alitoa sababu, akasema kwa sababu adui yetu ni dhaifu, hana uwezo wa kurejea kwenye vita. Kuna mawili au matatu: tutapisha uchaguzi wa Israeli ufanyike, tutapisha uchaguzi wa Marekani ufanyike, tutapisha World Cup ya Amerika imalizike. Lakini vikosi vya Marekani vinaweza visiondoke Middle East, vikabaki. Halafu tutakuja kuwasha turbo kwa uhai wa Marekani, uhai wa Israeli na uhai wa Irani. Tunakuja kumalizia. Tunawezaje kumaliza dunia hii jamani? Dunia hii nimezungumza mara tatu. Kama wewe unafanya biashara nyingi za nje, unafanya biashara nyingi za kimataifa, unafanya biashara kubwa za mafuta, unafanya biashara kubwa ambazo zinaashiria kutoka nje, almasi, madini, dhahabu na vitu vingine, kama unafanya, soma sana taarifa na fuatilia sana taarifa hivi sasa zinazoendelea. Huu mwaka hautokuja kuwa mwaka wenye utulivu kwa biashara za kimataifa. Ima lifanyike lolote kuondoa power ya Donald Trump, ambayo ni vigumu kwa sababu Trump hachukui uamuzi wowote wa kufanya kile anachokifanya kwa kupitia bunge au baraza la Senate. Ana uamuzi wake, anaweza kuamua kuondoka kwa Marekani Mashariki ya Kati na kukubali masharti ya Iran. It means kuua Israeli wanafahamu Marekani kuondoka kwake hatorejea tena, na hii itakuwa ni mwisho wetu sisi. Tunaondoka, tumempa Irani kila kitu. Donald Trump jana anasema kuwa hatuzungumzi lolote kuhusu kuondoa vikwazo kwa Irani. It means hakuna kabisa mazungumzo. Ukimsikia mmoja wa makamanda wa Irani ambaye alikuwa amekwenda Moscow jana, nadhani Akhrizade, anasema kuwa hatujajadili kabisa kuhusu nyuklia, na wala hatuwezi kujadili kabisa kuhusu urani yetu iliyorutubishwa. Hamna mjadala huo na haiwezi ikaenda kokote. Na wakati huo Marekani anatoa taarifa, anasema kuwa sio Urusi wala China ambao wataichukua, haturuhusu na sisi hatukubali. Mmeelewa hii mchezo ulivyo? Yani mgonjwa ambaye yuko ICU, mapigo yake ya moyo yako chini kabisa. Kila ukiamka asubuhi unataka kujaribu, unajipa hope kuwa labda tutaona namba zimechangamka kidogo kwenye kipimo, labda yuko, lakini bado still namba zake zinasoma chini. Yani unasema, kuna kauli unasema hali ya baba wa taifa. Yani bado tuko kwenye kizingiti. Usiweke tumaini kubwa lolote, manake last week nilivyozungumza, kuna mtu mmoja aliniambia, katika wachambuzi uchwara we namba 1. Nikamwambia nipe sababu. Akaniambia kuwa vyombo vyote vya habari dunia vinazungumza kinyume na wewe unachozungumza. Yani vyote vinaonyesha kuna matumaini, hii hali imeshafikiwa, kila kitu kimefika, alafu wewe peke yako unabisha. Wewe unaona nini? Yani unaona wapi ambako wenzako hawaoni? Nilimjibu nikamwambia hivi, muda utatupa majibu, kwa sababu mimi si mtu wa maigizo. Mimi si mtu wa kukaririshwa. Mimi sio mtu wa kusoma nini alafu nichukue hicho ulichoniambia. Mimi akili yangu inaenda mbele zaidi na pekua zaidi kuangalia kuwa wewe huwezi kuniambia hii ya blue wakati naiona hii ni red. Nitakwambia hii red, blue. Kiko wapi? Kwa hiyo ile hope ya mazungumzo, ile hope ya kusema kuwa haya matatizo yako mwisho, ile hope ni ndogo sana. Na Omani lazima ichukue tahadhari zote. Dhidi ya UAE, kwa sababu tawaambia hawa watu huunganisha matukio. Omani ilikuwa wapi wakati wa mgogoro wa Qatar? Kwa nini Waarabu waligombana na Qatar? Kwa sababu Qatar alielekea upande wa Iran. Sawa? Wote wakagombana naye, Omani akakaa idle.
Sitaki huo ugomvi. Wakati wanaingia Yemen, ilikuwa ni ugomvi gani? Ulihusu Irani pia, kwa sababu walikuwepo Wahuthi. Wote waliingia. Omani alikaa wapi? Aido, hataki, haya ni husu. Kwa nini hataki kwenda upande? Huyu anashirikiana na wale, ndio maana anamsapoti yule. Fitna kubwa inapikwa. Yani kama GCC itadumu miaka miwili au Arab League itadumu kwa miaka miwili, I don't know, moja kati ya hivi vitu viwili lazima atakuwa amesambaratika katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Tukiwa hai inshallah tutakuja kujadili. GCC pamoja na Arab League zitakuwa tayari zimesambaratika, kwa sababu hivi sasa ukitazama Arab League kiwango kikubwa imevutwa upande wa magharibi, ambapo ilikuwa na kauli na sauti. Jamani, Profesa Jiang alishasema nchi zilitengenezwa kwa ajili ya kuua nguvu za asili za nchi za asili. Sasa nchi za asili zilizo tayari zimekufa, ambao nguvu yao imeshushwa, ni Iraki, Syria, Misri. Hizi ni nchi za asili ambazo zimekuwepo kabisa toka zama na zama, kwa hizi nchi za Kiarabu zenye kauli na sauti. Iraq zilishauliwa, zikatengenezwa nchi feki za Kiarabu ambazo zitafanya maamuzi dhidi ya Waarabu wote. Qatar, Kuwait, UAE zina power na sauti kubwa, imekwenda juu, wamezimeza hizi nchi. Sasa hizi nchi ndio zinataka zidrive nchi za Kiarabu zingine ambazo yani zina population kubwa, zilikuwa zina ustaarabu mkubwa, zilikuwa na maamuzi makubwa na kila kitu, lakini leo zimedhibitiwa kwa lengo la kuanzisha nchi fulani ili hizo nchi ziweze kudhibiti nchi kubwa. Leo hii huwezi kuniambia sauti ya UAE na sauti ya Misri utasema sauti ya Misri iko juu, sauti ya UAE iko juu. Leo kinchi Qatar chenye watu 3.2 na raia ambao wanafika 300,000 sijui 500,000 kina sauti kubwa kuzidi nchi kubwa zenye zilizokuwa zinaheshimika. Iraq, Syria hazina sauti, kwa sababu hii sio kitu cha bahati mbaya. Hiki kitu kimetengenezwa muda mrefu. Sasa unabaki kwenye nchi za asili, unakutana kuwa Omani inabaki kuwa ni moja ya nchi asili, licha ya kuwa ni nchi ilikuwa na population ndogo, lakini wao walikuwa wanaonekana kama vile it's not a threat for us, yani hawakuwa na tishio lolote kwetu. Mkakati wa Hormuz unawafanya macho yao yote waelekeze Omani. Jamani, mlio Omani, ndugu zangu mlio Omani, hili lazima mliweke alert kuwa tuko kwenye kipindi cha mapito ambayo macho na masikio yote yanaelekea kwenu. Yani nyinyi ni next. Kwa namna zote nyinyi mtafuatiliwa, kwa hali zote nyinyi ni adui mpya wa ulimwengu wa magharibi. Kwa hiyo hili mlijue. Zitakuja rumors, mtaanza kuambiwa watawala wenu wanawaibia huku, mtaanza kupewa hiki ili kwanza ile kuspark, kwa sababu hawa watu huanzia mbali, wanaanza kuichonganisha serikali na raia kwanza, halafu mnaanza kuona halafu baadaye wanakuja kumwambia huyu kiongozi afai, tunataka kiongozi fulani. Mara mnaanza kuona kusikia kiongozi mmoja amepanda, mara mnasikia mmepachikiwa mamluki, halafu wote mmehama, bendera za Israel zinapepea kila kona. Lengo, mkikataa haya tutawa blow up, kama alivyosema Donald Trump, tutawalipua. Huu ndio uhalisia wa mambo. Jamani, niwashukuru sana, asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.